Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu na kujenga tabia ya kuviachia vyombo vyenye mamlaka ya kisheria ya kutekeleza majukumu haya ya kiuchunguzi na ya kitaalamu, hasa pale pindi linapotokea tukio au tatizo, na kuwaomba kuacha tabia ya kutoa taarifa za upotoshaji zenye lengo la kuchelewesha upelelezi na kuzua taharuki. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imethibitisha kupatikana kichwa cha aliyekuwa mwanafunzi wa FM James Temba ambaye mwili wake ulikutwa ukielea mto Msimbazi ukiwa hauna kichwa. Katika ripoti hiyo, kamanda wa polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam Mlilo Jumanne Mrilo ameeleza kuwa kichwa hicho kimepatikana maeneo ya Kitunda Kibeberu la Ilala jijini Dar es Salaam kikiwa kimefukiwa chini. Aidha, ameeleza pia licha kufanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 4, leo ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye ni Saidi Ali ambaye ni mganga wa kienyeji. Awali taarifa hiyo ilithibitishwa na baba mzazi wa marehemu Mzee Temba ambaye amesema walipokea taarifa za awali kutoka jeshi la polisi kuhusu kupatikana kwa sehemu hiyo ya mwili wa mwanae ambaye alizikwa siku chache zilizopita baada ya kuwa kikatili. Mzee Temba amesema kuwa baada ya kukamilika kwa taratibu za kiupelelezi zinazofanywa na jeshi la polisi, familia itafanya maandalizi ya kuhifadhi kichwa hicho karibu na sehemu ilipozikwa mwili wa marehemu. Ameeleza kuwa wakati wa mazishi awali ya kiwiliwili cha James Temba, familia iliacha nafasi maalum ya dharura iwapo kichwa kingepatikana ili kiweze kuzikwa kwa heshima stahiki pamoja na mwili wake. Aidha, Mzee Temba amelishukuru jeshi la polisi kwa juhudi za ufuatiliaji zilizosaidia kupatikana kwa kichwa hicho. Pia ametoa shukrani kwa ndugu, jamaa, marafiki wa Tanzania pamoja na waandishi wa habari kwa kuendelea kuwa pamoja na familia yake katika kipindi chote kigumu cha maombolezo ya kifo cha mwanawe. Tunayo habari moja kwa siku ya leo. Mnakumbuka tarehe 30 Aprili mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam lilianza uchunguzi wa kina wa mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la James Rogers Temba, aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha usimamizi wa fedha maarufu kama IFM ambacho kipo hapa jijini Dar es Salaam. Na kama mnakumbuka, polisi Dar es Salaam ilitoa taarifa yake kwa umma tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 kuhusiana na tukio hilo. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026, napenda tena kuwajulisha kuwa baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi. Kwa hiyo baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa 5 wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu, Kitunda, Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea
na hatua zingine. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi za mafanikio katika uchunguzi wa jambo ambalo lilitokea. Aidha, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu na kujenga tabia ya kuviachia vyombo vyenye mamlaka ya kisheria ya kutekeleza majukumu haya ya kiuchunguzi na ya kitaalamu, hasa pale pindi linapotokea tukio au tatizo, na kuwaomba kuacha tabia ya kutoa taarifa za upotoshaji zenye lengo la kuchelewesha upelelezi na kuzua taharuki. Polisi Dar es Salaam inaendelea kulani, narudia, Polisi Dar es Salaam inaendelea kulani watuhumiwa waliotekeleza tukio hili baya na la kusikitisha, na litaendelea kufuatilia kwa karibu shauri hili na mengine ili kuona haki inatendeka dhidi ya watuhumiwa waliotenda tukio hili kubwa na baya kama nilivyolieleza. Nawashukuru sana kwa uvumilivu wenu.